wa ishara Tanzania, ambapo Mungu amejifunua kwake, na kuna mambo mengi ambayo yanayoonekana kwa macho naweza kuyatabiri, na pia yale ambayo hayaonekani kwa macho kwa siku hizi bali zinazokuja yeye huenda akatabiri moja kwa moja. Na mmoja ni Peter Mahabari. Karibu sana penzi msikilizaji wa KFM, lakini kikubwa zaidi kwamba utege sikio lako, lakini pia kwa wewe ambaye kwa sasa hivi unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook wa mtumishi wa ishara Tanzania. Nabii wa ishara Tanzania. Unaweza kuingia kwenye Facebook live sasa hivi hapa. Andika tu Nabii wa ishara Tanzania. Moja kwa moja unaweza kukiona. Leo tunataka tuwape ujumbe watu kwamba Mungu anatenda. Yes. Yes. Mungu anatenda, na habari zifike kwa mataifa yote kwamba Mungu anatenda kutokana na neema ya Mungu ambayo Mungu amekufunulia kwako. Pengine kuna watu wengi ambao hawajawahi kuisikia na wanataka kuisikia sasa hivi. Nabii wa ishara Tanzania yupo KFM kwa siku ya leo, ambapo itakuwa ni hivyo mfululizo kwenye vipindi vyake hapa. Kila ifikapo Ijumaa kutakuwa na habari mpya ambayo Nabii wa ishara Tanzania atakuwa nayo. Amen. Naam. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kunikaribisha, na namshukuru Mungu kwa ajili ya watazamaji wote ambao mko live. Lakini wewe unanisikiliza, kama ulikuwa hujamuelewa mtangazaji ambaye amekualika hapa, unaingia kwenye simu yako hiyo ya simu janja, yani smartphone, unaandika Nabii wa ishara Tanzania. Na kwa sasa nipo hapa Tanga kwa ajili ya makusudi maalum, maeneo ya Mwakizaro. Ukifika pale Mgandini mbele kidogo ni maeneo ya Mwakizaro. Ukifika uwanja wa Chui pale Mgandini karibu, ukisema uwanja wa Chui ni wapi, utaelekezwa. Ukifika uwanja wa Chui utaelekezwa Lango la Baraka. Pana ukumbi unaitwa Lango la Baraka katikati ya Mwakizaro. Unatukuta tukiwa tunaendelea kuwafungua watu pale, na siku ya Jumapili ndio moto unawaka kwelikweli. Unaweza ukaruhusiwa siku ya Ijumaa na siku ya Jumatano, lakini na siku yoyote ile unaweza ukafika pale, lakini kwa kutumia namba ya simu ili upate appointment. Wakati mwingine tunakuwa na watu wengi wa kuhudumia, hatuwezi kupata nafasi ya kuweza kuhudumia wote pamoja. Unatumia namba ya simu 0715 645150. Nitaendelea kuitaja kila wakati ili kwamba uweze kuikariri. Kwako mtangazaji, sijui una neno gani kuongeza. Okay, sawa. Lakini kikubwa zaidi kwamba wewe mpenzi msikilizaji na wewe mtazamaji kupitia Facebook channel ambayo ya mtumishi wa Mungu Nabii wa ishara Tanzania, leo kuna habari kubwa zaidi ambapo tunataka kukutambulisha wewe mkazi wa Tanga, na wewe ambaye unatutazama moja kwa moja ukiwa nje ya mkoa wa Tanga ama ukiwa nchi za nje kupitia Facebook channel yetu ambayo ya Nabii wa ishara Tanzania. Mtumishi wa Mungu yupo na Mungu amemfunua kwa viwango vingine. Kuna mambo kaza wa kaza makubwa ambayo ametabiri na amekwenda kutokea. Kwa hiyo hii ni neema kwako ambao unatusikiliza na kututazama moja kwa moja kupitia YouTube channel pia yupo, lakini pia kwenye Facebook channel yake Nabii wa ishara Tanzania. Kuna mambo ambayo atazungumza na bado yanazidi kuzungumza kwa sababu yanazidi kutokea. Pengine utueleze Nabii wa Mungu, hakuna jambo gani kubwa ambalo watu wanatakiwa kulifahamu? Watu ambao wanatutazama sasa hivi na wanatusikiliza kupitia KFM moja kwa moja, ambalo watu wanataka kupaswa kulifahamu kupitia Nabii wa ishara Tanzania. Ni kweli kuna mambo muhimu sana ambayo watu mnapaswa mfahamu. Mnaotazama live, kwanza niwalike kabisa watu wote ambao mmezoea kutazama live nikiwa niko katika chumba changu cha matangazo ama ofisini kwangu. Leo niko katika Radio KFM hapa jiji la Tanga, nikiwa katika ukurasa moja kwa moja live wa Nabii wa ishara Tanzania. Kwa hiyo niwalike watu wote Tanzania, niwalike watu mlioko mataifa ya jirani, marafiki ambao mko mataifa ya jirani, Kenya ambao tumekuwa tukiwasiliana kweli, Kenya, Uganda, Zambia sasa hivi, lakini mataifa ya mbali nimeshukuru kwa sasa hivi taifa la Marekani,
ambao na watoto kabisa ninao tayari katika mtandao wangu taifa la Uingereza, na wao nina watoto tayari, na nimefurahi sana kuona mpaka Ugiriki wananifuatilia kupitia Nabii wa Ishara Tanzania. Na hivi sasa nimekutana na nchi moja ipo hapa karibu na Israeli. Mtoto mmoja kutoka taifa hilo na yeye mwenyewe pia amenifuatilia. Nafikiri nchi karibu na Jordan huko. Nimesahau ile jina, lakini naye anafuatilia. Lakini kutoka Saudi Arabia na watoto kuna mji wa Riyadh pale. Na mtoto wangu watoto wa kiroho pale wanaonifuatilia. Yaani ni mataifa mpaka Msumbiji wanafuatilia ukurasa wa Nabii wa Ishara Tanzania. Sasa nimekuja hapa kwenye kituo cha Tanga. Kwa nini? Tanga walikuwa wengi hawanijui, maana sijaweka tangazo lolote mahala popote. Kwa hiyo tunapokea watu mpaka kutoka South Africa kwenye maombi, lakini Watanga ni wachache sana wanaojua taarifa haijafika Tanga. Haijafika kwamba yupo nabii hapa. Na niseme yupo nabii kwa maana ya kwamba hivi sasa ukiingia kwenye mtandao ukajaribu kuangalia watu waliotabiri matukio yaliyotokea kuanzia mwanzo wa mwaka huu. Mimi nimekuwa nikitabiri kila mwaka, ni mwaka karibu sasa wa 5. Yaani nimekuwa kila mwaka natabiri na kila mwezi natabiri. Hata juzi ukiingia kwenye ukurasa wangu wa Nabii wa Ishara Tanzania, ukiandika Nabii wa Ishara Tanzania, utaona matukio niliyotabiri yatakayotokea mwezi huu hapa Tanzania. Lakini pia nimeongea na watu wa Amerika na Ulaya kuungana, kwa sababu majira yao ya ugonjwa wa corona kushughulikiwa ili Mungu aweze kusikia. Yani majira yao ya assembly kimungu ndio vipawa nilivyo navyo kujua kusoma majira. Ni mwezi huu, kwamba wakiomba mwezi huu Mungu atasikia. Kuna wakati ambao Mungu watu wakiomba anawasikia. Lakini fahamu kwamba matukio yote yanayotokea katika mwaka huu mpaka msiba mkubwa uliotupata, huo ndio ulionitambulisha sasa kwenye ulimwengu na Tanzania nzima. Kwa sababu watu walikuwa wanafuatilia matukio ya kisiasa, nikitabiri kinatokea wanaona kawaida. Lakini hii ndio tuseme jamani tuombe. Hii ndio ilifika mahali pa kuonyesha kwamba kumbe tena wengine wanasema kumbe tuna nabii mkubwa sana Tanzania. Kwa hiyo Mungu awabariki sana mnaofuatilia. Mtakutana na unabii ndio toa kwa habari ya misiba iliyotokea hii na msiba mkubwa uliotokea, yote mtaikuta pale. Wewe ambaye unatutazama sahihi, hii habari ni ya kwako. Lakini wewe ambaye unatusikiliza sahihi, hii habari pia ni ya kwako. Pengine hujawahi kuisikia sehemu yoyote ama kuiona, lakini kupitia nabii wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vingine, zinduka na chukua hatua, kwa maana neema ya Mungu pengine iko ndani kwako na wewe unashindwa kuitumia. Kikubwa zaidi ni kumfuatilia mtumishi wa Mungu kupitia mitandao yake ya kijamii, lakini pia usikose kufuatilia hapa KFM au kupitia 90.1 kila ifikapo Ijumaa saa 12:30 hadi saa 1, kwa sababu neema ya Mungu ipo kwenye utabiri, na utabiri huo pengine kwako itakuja atakuja kueleza habari zako zinazokuhusu wewe unatutazama. Leo nitafanya unabii hapa nikiwa studio live kwa watu watakaobahatika, kama watatu kama nitabahatika baada ya neno, lakini nitafanya unabii kwa ajili yao. Niwaambie habari za maisha yao hapo walipo nyumbani, huku nikiwa siwajui. Amen. Na wewe ambaye unatusikiliza kupitia KFM, unaweza ukatumia nambari za simu 0715050309. Pengine nabii ana neno kwa ajili yako. Pengine nabii ana utabiri ambao unaweza ukakubadilisha na ukaambiwa ni kitu gani ufanye ili mambo yakae sawa na neema ya Mungu ikae sawa. Narudi kwako wewe unayetutazama kupitia YouTube channel pamoja na Facebook muda huu. Kuna vitu ambavyo pengine hujawahi kupata majibu kila ukifikiria. Na kuna vitu ambavyo unaweza ukafikiria kwa akili yako lakini usipate majibu. Lakini kupitia watumishi wa Mungu, sasa nabii wa Mungu wa Saa ya Ishara Tanzania ana uwezo wa kutoa majibu hayo. Amen. Karibu na uzidi kufuatilia. Tuje moja kwa moja kwenye neno la siku ya leo, kabla hatujaruhusu watu kupiga simu ili mradi uweze kutabiri. Basi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na neno nilionalo sasa hivi kwa ufupi kabla sijakwenda kufanya unabii pamoja na maombi ni kwamba nguvu ya Mungu haina mipaka ya utendaji. Ndio somo letu la leo. Nguvu ya Mungu haina mipaka ya utendaji ikiwa tu utamfahamu huyo Mungu vizuri.
Kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 16 kuanzia mstari ule wa 13. Nitasoma haraka sana ili unifuatilie. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akisema, watu unena kwamba mwana wa Adamu ni nani? Akasema, wengine unena ya kuwa wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Yeremia, au wengine wanasema wewe ni mmoja wapo wa manabii wa zamani sana. Kwa sababu zamani walikuwa wanaamini kwamba huwa baadhi ya manabii wakifa wanarudi tena. Kwa mfano Yohana, yeye alikuwa ni Elia. Kwa hiyo walikuwa wakawa na wasiwasi kwamba inawezekana na Yesu ni mtu ambaye alikuwa alizamani aliishi, alafu akafa, sasa amezaliwa upya. Kwa sababu hiyo kanuni ilikuwa inaaminika kwa Israeli mpaka sasa kwamba waliokufa zamani baadhi Mungu huwa anaweza kuwaleta tena wakazaliwa. Ni mambo mageni sana kuyasikia. Sawa. Mstari wa 15 akawaambia, ninyi manena mimi ya kuwa ni nani? Simoni Petro, mwanafunzi mmoja wa Yesu, akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hayo, bali Baba yangu aliyoko mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba ama jiwe hili nitalijenga kanisa langu, na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hapo ndipo ambapo sasa tunakwenda kusimama kuanza kulifafanua neno hili. Bwana Yesu asifiwe popote pale ulipo. Amina. Niwakaribishe watu wote sana kutoka pale mlipo, walioko mbali, mataifa mbali, dear viewers. I'm in the radio station which called KFM in Tanga City here in Tanzania. So you're watching live through our studio here as I'm talking Nabii wa Ishara Tanzania. So keep watching from the beginning up to the end, and I know that God is going to heal your life. God is going to deliver you from any types of the problem which is oppressed you. So God is here now, right now. Although I'm going to use Swahili, I believe that somebody will help you to interpret and you understand. Watu walioko mataifa mbalimbali, Kenya, Uganda, wapi Ulaya. Sasa hivi ninakwenda kulifafanua neno ambalo nimelisoma ya kwamba nguvu ya Mungu haina mipaka katika utendaji ikiwa utamjua Mungu. Ni katika Mathayo inayoelezea kwamba Mungu anasema, Yesu aliwaambia wale wanafunzi, je, watu wanasema mimi ni nani? Akasema, unajua wewe ni nabii yule wa zamani, wewe ni Elia, wewe ni nani? Lakini nyinyi mnasema mimi ni nani? Hapa ninaweza nikaleta mfano huu kwa watu wa Tanga, watu walioko Tanga. Unajua watu walioko Marekani wanaonifuatilia wanajua mimi ni nani. Walioko mikoa mingine wanajua mimi, lakini watu wa Tanga hawajui nabii wa ishara ni nani. Ni mtu ambaye amekuwa anatabiria mpaka mafuriko yaliyopita kipindi kile mwanzo. Yake yanatokea kwa anatokea vile vile. Lakini Tanga hawajamjua, unamuona labda ni mtu tunamuonaga anapita. Kuna wengi wananijua kwa kuniona kwa macho, lakini hakuna wengi wao hawajanijua ni nani. Kwa hiyo leo hii Yesu anakwenda kujitambulisha yeye ni nani na ana uwezo gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Petro akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Sasa Yesu akasema, kwa kuwa umenifahamu kwa kina, kwa kuwa umenitambua kwa kina, juu ya ufahamu huo, yani ule ufahamu, ule mwamba, ule ufahamu ndio mwamba wenyewe. Juu ya ufahamu kama huo nitalijenga kanisa ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Mara nyingi tunafahamu ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi tunakutana na vikwazo vingi, na tunafahamu maandiko yanasema hapa duniani ni mahali ambapo pana kiti cha jamaa cha shetani. Manake mkuu wa kuzimu yuko. Anasababisha dhoruba na matatizo mbalimbali. Lakini sikiliza neno la Mungu linavyosema kwamba kwa namna yoyote ile ukimfahamu Yesu kwa kina kuwa yeye ni nani, wewe ni mwamba, wewe una nguvu ya mwamba ambapo unafananishwa na nguvu ya kanisa lililojenga Kristo ambalo milango ya kuzimu haitalishinda. Siku moja kwa kutumia neno kama hili niliweza kwenda maeneo fulani, hospitali ya hapa Bombo. Ngoja nitoe mfano wa kwanza katika mifano miwili mizito sana ya kwamba Yesu hana mipaka katika kutenda. Hospitali ya Bombo hapa Tanga. Ndio. Nimefika pale nilikuwa kuna mtu mgonjwa. Nilipokuta yule mtu hajakula chakula tangu kuna kucha. Saa 9 hiyo. Kwa hiyo nilipigiwa simu nikaitwa. Nilipokwenda pale nikamuombea nikiwa na mwinjilisti mmoja. Nilipofika kumuombea akapata nguvu pale pale. Akaletewa chai, nakumbuka alitoa na maandazi. Wakampa ajaribu kula, maana anasema kulikuwa kuna kitu linakuja shingoni linamzuia. Lakini baada ya kumuombea
pale pale akawa ameshiba. Mama yake akauliza, maana mama yake alikuwa bado sio mtu anayeamini. Akauliza, sasa hii ilikuwa ni nini? Ina maana limeondoka hilo kitu? Yule kijana akasema, kwa kweli hamna, sioni tena. Sasa alipokula kumaliza, ndani ya sekunde chache ama dakika kama 2, ghafla akakata roho mbele yetu. Manesi wakaona lile tukio kwamba yule mgonjwa wetu anakufa. Alipokuwa amezibwa kinywa, mimi nilikamata mkono wa baba mtu aliyekuwa anamziba kinywa, nikanasa mkono nikavuta pembeni. Kwa sababu ndani ya nafsi yangu sikuamini kwamba anakufa. Sikuamini kwamba anakufa. Ushuhuda huu wa waliohusika wapo yanahusika. Wapo mpaka sasa hivi ninaposema hivi. Wapo. Mmoja ni mtumishi wa Mungu ambaye nilikuwa naye siku hiyo. Huyu mtumishi alishindwa kuvumilia, kiukweli alikimbia. Yaani wakati mimi namuombea yule maiti ya mke, yeye akili yake inamwambia kwamba haiwezekani maiti akaombewa akafanyaje? Akaamka. Hata sasa hivi ninavyosema mtangazaji, kuna watu hawaamini kwamba lile andiko linalosema katika Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 7 na wa 8 kwamba hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Hii kipengele cha fufueni wafu wanadhani sio kitu rahisi, kwamba hakiwezi kutokea. Lakini mimi kwa mikono yangu wafu 2 walifufuka kwa nguvu za Yesu Kristo. Amen. Hii inategemeana na namna gani unamfahamu Yesu wako. Na kila mtumishi anatumia kwa viwango vya Yesu wake anamfahamu. Kama Yesu wake anamfahamu, mwisho anaponya mafua, ataishia kwenye mafua. Lakini akimfahamu Yesu wake anaweza akaponya mpaka upofu, basi ataponya upofu. Nilikwenda mahala fulani, baada ya tukio hilo kikweli walishangaa, kwa sababu manesi walikuwa wanataka kumchukua wampeleke mochwari. Niliwaambia stop, acheni niombe. Baada ya maombi nikamwambia mama yake amuite. Akamuita ya kwanza, hakuna kitu. Alipomuita ya pili, akaona mbona mtu bado hamki. Akaangusha kilio akijua labda mimi naleta utani kwenye kitu ambacho ni serious. Bwana Yesu asifiwe watazamaji. Watazamaji wote pamoja na wasikilizaji. Kwa hiyo wakafikiri kwamba natania. Mama anaangusha kilio, nikamwambia stop. Acha kulia, ita tena. Kwa sababu mimi nilipomwombea sauti ilikuja ikasema mwambie mama yake aite, maana sauti ya mama yake anaweza kuisikia hata awe yuko kuzimu, kwa sababu msaada wa Mungu umeshashuka. Kwa hiyo alipoita mara 3, wote tulishangaa, maana sauti ilisikika chini ya mvungu ya kitanda kile cha pale hospitalini. Haleluya, haleluya. Tukashtuka na mimi nikashtuka, nikajiuliza, mtu maiti iko juu ya kitanda, mtu anaitikia huko chini, maana yake nini? Nikaita, nikamwambia mama ita tena. Akaita mara ya 4, kijana akaitika, kijana akaamka, akamshika mkono, yaani sasa nageuka nimwambie yule niliyekwenda naye kwamba rafiki yangu, umeona mambo ya Mungu? Nageuka sio ni mtu. Natupa macho. Yule kule mbali kabisa anataka kukimbia, kuondoka kwa ajili ya uoga uliompata. Hizi habari ni kubwa sana. Kuna watu ambao walikuwa washaanza kupiga hapa. Kwa hiyo wewe mpenzi msikilizaji ambaye unapiga simu, karibu sasa. Piga simu yako kupitia nambari za simu 07 15 05 03 09 hapa moja kwa moja, na nitaanza kupokea simu hapa ili mbali neema ya Mungu pengine huenda ikaanguka kwako kwa siku ya leo. Karibu na upige simu kweli. Hata ya kwangu zinakungutwa kweli kweli. Na sawa. Piga simu yako mpenzi msikilizaji, na nabii wa Mungu hapa atakwenda kuzungumza na wewe. Na kuna nabii ametuma SMS lakini asema, nabii naomba aanze kunitabiria mimi Ana. Anaitwa nani? Ana. Ana, naomba tuambie kama jina lako ni Ana tangu mtoto. Kama jina lako ni Ana tangu mtoto, nataka nikwambie matukio yako makubwa kabisa ya maisha ambayo yamekuandama sana. Na sijajua angekuwa live kabisa kwa sauti ingesaidia zaidi. Sawa. Ingekuwa live kwa sauti ingetusaidia ili aseme, athibitishe mbele za watu. Kuna wewe kwenye line. Hello. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Napiga simu kutoka hapo. Naitwa nani? Naitwa Mr. Joseph Mikael kutoka natoka Amboni, Tanzania. Jina lako ni Joseph? Joseph Mikael. Joseph Michael. Ndio. Karibu. Amina. Nataka nimuulize mchungaji kwamba mambo yangu huwa haendi. Hili jina linawezekana likawa tatizo la kwa sababu hata makanisa labda siendi, hata mambo yangu haendi vizuri, maisha yangu yanaenda tofauti. Je, hili jina langu linawezekana? Nimekuelewa. Ili tuokoe muda nimekuelewa, maana sina muda mrefu sana. Na hata hivyo niwaambie watu kule muwe tayari kuchangia kipindi ili nabii wa ishara endelee kwa live. Kipindi hiki cha kwanza kimechangiwa na dada kutoka Arusha anaitwa Joan. Mungu akubariki sana Joan popote pale Arusha ambapo najua unatazama live. Na niseme hivi, Bwana Joseph pale ulipo,
Nadhani uko live. Ndio. Unaongea na nabii hapa. Ndio. Jina lako ni tangu utotoni, si ndio? Ndio. Ya, tatizo la kwanza ambalo Joseph linakusumbua ni masuala ya mahusiano. Unaweza ukaconfirm? Unaweza ukaconfirm? Ndio. Mahusiano yamekuwa tatizo kwako na imekuwa uchumi wako mgumu kiasi ambacho upande wa pili wa huyo mwenza wako ama huyo unakuwa naye anakuwa kama vile ana mashaka na maisha yako wewe ya kiuchumi. Yes. Ndio. Hiyo ni hali uliyokutana naye, lakini majanga mazito sana yalikuwa kati ya 2010 kuja 2019. Unanielewa eh? Nakupata. Mwaka jana kuna tukio lilitokea kwa wazazi wako, kama si ugonjwa ni kufiwa na moja wa wazazi wako ambao yani ni wazazi ambao sio baba na mama tu, yani baba mkubwa, baba mdogo, mjomba, shangazi, wale wazazi wakae. Hebu tuambie nini kimoja kilitokea, wathibitishie wasikilizaji. Kwa kweli kwa upande wa huko nyumbani nimeondoka muda mrefu huko Singida, sikujua kwamba kinatokea nini. Ila mdogo wangu mwaka juzi alipata tatizo. Na nitaka nikwambie kwamba tatizo lako lingine ni kwamba wewe ni mtu wa kutembea na kuhama sehemu na sehemu. Ni moja ya mtu ambaye yani nafsi yako inasema wewe ni mtu wa kutembea kutoka sehemu hii kwenda sehemu nyingine. Ni kweli. Na sasa nataka nikwambie mmoja wa wazazi wako mwaka jana alikuwa anaugua. Ni kweli. Alikuwa anaugua. Yes, kwa hiyo nataka nikupe wewe habari njema sasa, maana nabii kazi yake ni kutengeneza maisha ya mtu. Nakupa habari njema Joseph, na utakuja kunishukuru. Ndio. Kuanzia mwaka wa jana uliingia majira ya ushindi ambayo hata ukutane na magumu gani hayawezi kukushinda. Chapa kazi, utafanikiwa sana. Ila mwaka huu tafadhali jiepushe na kukopesha. Ukikopesha hawatakulipa. Ndio. Biashara za kukopesha mwaka huu achana nazo. Hautalipa, lakini ombea familia yako kwa habari ya magonjwa. Kati ya mwezi huu mpaka mwezi wa 9 kuna dhoruba ya magonjwa na kuna jambo litakalotaka kutumia pesa yako kwa wingi. Huo ni unabii mkubwa, lakini mahusiano yako pia yaombee mwaka huu, maana bado kuna shida katika mahusiano yako. Je, unasemaje kuhusu unabii niliyokupatia? Kuhusu mahusiano yako, unasikia? Ni kweli upata. Mahusiano yako hayako stable, hayana amani ya kutosha. Ni kweli. Na nimesema uyaombee, na pia kuna jambo la kuuguza mwaka huu kwako. Ya kuuguza. Ndio. Kama hujaliona, lakini mpaka mwezi wa 9 lazima utaliona. Kwa hiyo kabla hujaliona, omba aliondoke, maana kama nimeweza kutabiria mambo ya taifa kila mwezi na ni mwaka wa 5 na yanatokea, ninachokwambia maana yake ni really nimetumwa na Mungu na Mungu anasema kweli. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi ndani ya miaka 9 unaruhusa kuchapa kazi Joseph, na utafanikiwa kwa viwango vikubwa, usikate tamaa, maana majira yako inasema ni majira ya ushindi. Na mwisho kwamba kama nina mahusiano na mtu sasa hivi nataka kuishi naye, je, niishi naye au niendelee kuishi naye? Mwaka huu ni mwaka wako, ulitakiwa uoe kabisa. Ukichelewa mwaka kesho ni mwaka usaliti, utaingia kwenye usaliti, hutaweza kuoa mke mkapatana, mtagombana. Nataka nikwambie majira yako mazuri ya kuoa ni mwaka huu kabla ya mwezi wa 9. Amen. Utanitafuta kwa njia ya simu 0715645150 kama utakuwa na mambo ya ziada ili tupishe na wengine. Amen, waikiwe sana. Amen. Amen. Asante sana. Simu ni nyingi, kwa hiyo ukipata nafasi itumie, mpenzi msikilizaji. Kupitia namba za simu 07150300. Okay, haya. Kwenye line, hello. Karibu sana, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Unaitwa nani? George William Suleiman. Joyce. George, okay. George, karibu. Mimi ndio mambo yangu mbona biashara sio mazuri. Sasa naomba ili huyo napiga. Mambo ya biashara yako sio mazuri, unaomba nabii atazame ni kitu gani kikwazo? Ndio. George, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yako ya biashara sio mazuri, ndio, lakini hiyo spirit ilikuwa sana kati ya 2010 mpaka 2019 mpaka 2019. Ndio. Kwa sababu kulikutana uharibifu mkubwa na mambo mengi ya hasara, na pia kuna msiba ulikupata katika majira hayo. Na kwa sababu hiyo moyo wako ulibeba yale maumivu.
ukaingia mwaka wa jana ukiwa na hayo, ukihisi kama vile bado uko kwenye hali hiyo hiyo. Lakini nataka nikuhakikishie miaka 10 mipya imefunguka kwako kuanzia mwaka jana. Wewe uko majira ya urejesho. Yaani unarejeshewa vilivyopotea. Unanielewa eh? Tena mwaka jana unaonekana kama ulikuwa una movement kama safari hivi. Ni kweli eh? Yes. Kwa hiyo ni mambo kama hayo, lakini kuanzia mwaka jana uchumi wako unakaa vizuri, ila kwenye mahusiano na wewe muombe Mungu kuna shida. Kuna shida. Na mwaka huu sasa bwana George, usivunjike moyo. Ni kweli mwaka huu kidogo unapita. Kuna yani uchumi wako uko neutral. Yani sio juu, sio chini. Yani umekaa tu kama vile umedumaa hivi. Yes, yani umedumaa. Yani unatamani upige hatua zaidi, uende juu zaidi, lakini unaonekana uchumi wako kama vile hautaki kupanda, kushuka ushuki kabisa, lakini kupanda upandi. Nataka nikwambie ni majira tu yanasumbua hapo, na kusini kwamba mwaka huu ni wakati wa kutumia nguvu zaidi kuliko kipindi kingine, kwa sababu uko majira yanaitwa majira ya kwanza. Yani kuna jambo jipya Mungu kwenye maisha yako analiunda. Majira hayo huwa inamaanisha kuna giza na nuru vinapambana ili Mungu athibitishe nuru maishani mwako. Nuru na giza manake mambo magumu na mambo mepesi yanagongana pamoja. Lakini mambo haya ni ya mwaka huu tu. Majira yako makuu yanasema utafanikiwa sana kuanzia 2020 mpaka 2029. Mimi huwa naona ndani ya hata miaka 10, hata miaka mingapi. Ubarikiwe sana, na unaweza kutumia namba ya simu 0715 645150 kupata unabii na kuja katika ukumbi wa Lango la Baraka ili ufundishwe namna pia ya kutoa ili kukomboa uchumi wako. Maana utoaji una namna zake ili mtu afanye uchumi wake miujiza ya uchumi. Mimi nimeona miujiza mikubwa kwa watu kwa ajili ya uchumi unapokwenda kumfundisha mtu namna ya utoaji ulio sahihi, utoaji wa kimaagano. Mbarikiwe sana. Amen. Kwenye line, hello. Hello. Karibu, unapiga simu kutoka hapa, naitwa nani? Rudia tena. Jina lako nani? Karibu. Ndio, nikifikia taarifa zaidi tu ilikuwa nimefungua hiyo baada kwa hiyo nikaona nikakariri namba yako, kwa hiyo nimepiga na mimi nikafikie. Sawa. Na wewe unataka utabiliwe. Labda wewe awe mtu wa mwisho. Sawa. Ili niweze kuokoa muda. Yaani magumu sana kila ninapopigana lakini sielewi. Sawa, wacha nabii aseme na wewe kitu. Zablon, Bwana Yesu asifiwe. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Zablon, siri ya ugumu wako ipo kwenye jina ulilonalo, lakini sio kwamba ni baya. Naam. Siri ya ugumu wa uchumi. Yaani mtandao sikupata. Anakuambia hivi, siri ya uchumi wako. Ugumu wa uchumi wako upo kwenye jina lako. Siri ya uchumi iko kwenye jina langu. Ugumu. Siri ya ugumu wa kiuchumi kwako, yani uchumi wako ni mgumu kutokana na jina ulilonalo. Lakini sio kwamba jina ni baya, manake majira unayopitia yamegongana na jina lako kuleta ugumu. Lakini sio kwamba kila eneo unakuwa ni ugumu, hapana. Kwa mfano majira yaliyopita 2010 kuja 2019, mimi mara nyingi huwa natoa habari za nyuma kidogo ili kuthibitisha, lakini mimi ni nabii ninayetabiri mambo ambayo hayajatokea na yakatokea. Lakini natoa nyuma kidogo ili mtu uweze kujipima mwenyewe. Ndio. Kwa hiyo 2010 kuja mpaka 2019 maisha yako ya kiuchumi kiukweli ni kwamba yalikuwa yana nafuu, lakini ulikuwa ni mtu ambaye yani unahamahama. Ndio. Nilikuwa ni kama mtu wa yani kama ni shughuli za kuhamahama ama kusafiri ndio ambacho kinaonekana. Hapana, muda kusafiri tena nimekaa nimekuja na sasa nataka nikuulize kuanzia 2010 ulikuwa wapi? Naam? 2010 ulikuwa wapi? Asilimia? 2010 ulikuwa wapi? Huyo asikii vizuri. 2010 ulikuwa wapi? 2010 mwaka 2010 ulikuwa maeneo gani?
Nipo hapa nyumbani. Wapi? Hapa Mkanyageni hapa Azimio. Na unafanya shughuli gani? Ya nini? Hebu rudia tena. Tunakupata kwa shida sana, mtandao unasumbua eneo ulipo, tunashindwa kukusikia kwa uzuri. Hello. Hello. Mpokee mwingine, wale wake bado hawajakaa sawa. Sawa. Nafikiri haje, unajua ninapozungumza kinabii, watu wengi ni kwamba huwa wagumu kuelewa, hawaelewi maana yake nini. No. Movement. Sawa. Ya kimaisha. Kwa nini hello? Hello, naongea na Pascal kutoka Tanga hapa. Pascal kutoka Andeni Tanga, karibu. Asante. Mimi nilikuwa naomba niangalie mimi je, nikoje maana naona maisha yangu sio mazuri ya mtabiri. Pascal. Ni Pascal. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pascal, maisha yako, ugumu wa maisha yako, nataka nikwambie na wewe pia ulikuwa ugumu zaidi, ulikuwa kipindi cha nyuma na wala sio kuanzia mwaka jana. Kama uliona ugumu mwaka jana ni kwamba spirit iliyokusumbua miaka ile 2010 kuja 2019 ndio ambaye ulikuwa unasafiri nayo, ukahisi kama bado hali iko hivyo hivyo. Lakini maisha ya kuanzia 2019 kwenda nyuma kwenye uchumi kwako kulikuwa kuna mambo yanavurugika kila wakati. Kila wakati yalikuwa yanavurugika, lakini nataka nikwambie hivi. 2020 japo kwamba 2019 kuna jambo la kukuumiza sana lilikupata. La 2010 ile mwaka jana nayo upande wa mahusiano yako kuliingia pia matatizo. Lakini kwenye uchumi kulifunguka mwaka jana, isipokuwa wakukupa taarifa hakuwepo. Kwa hiyo ulitakiwa kuanzia mwaka jana ufanye upya wa maisha yako, kuanza kusimama na Mungu, maana tayari nuru ilikuwa imeshazuka ya kukurejeshea maisha yako. Wewe uko kwenye urejesho wa uchumi kuanzia mwaka jana mpaka miaka 9. Ndani ya uchumi wako unakwenda kuwa ni uchumi wa kuinuka. Yes, nimalize kwa kusema mwaka huu ni wakati tu wa mpito kwako, unatakiwa utumie nguvu nyingi zaidi kuliko kawaida kwa ajili ya uchumi wako, maana ndio majira yake kutumia nguvu nyingi mwaka huu. Kisha uombee wazazi wako, maana kunaonekana kuna mzazi ataugua ama wazazi hata zaidi ya mmoja. Kuna kuugua kwa wazazi. Mungu akubariki sana. Amen. 0715645150 ni simu ambayo watu watatumia napokuwa nimetoka studio. Sawa kabisa. Basi nabii, wacha ni uhitaji kwa utaratibu zaidi ili yule ambaye ukitoka hapa kutafute. Amen. Amen. Okay, ni 0 namba ya simu yasikilizeni kwa makini. Okay. 7 07 1 1 5 5 64 64 51 51 mwisho ni 50. Mwisho ni 50. Sikiliza mpenzi msikilizaji, ni 07 15 64 51 50. Hiyo ni nambari ambayo moja kwa moja unaweza kumtafuta mtumishi wa Mungu na basi akanena na wewe habari kubwa kabisa ambazo zinakuhusu wewe, na pengine majira haya yatakuwaje na majira yajayo yatakuwaje. Na Mungu akubariki sana. Na pia unaweza kumfuatilia moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, kupitia Facebook yake na YouTube pia channel kupitia Nabii wa Ishara Tanzania. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini Tanga pia na tuna kituo. Okay, pale ni wapi? Eneo ni Mwakizaro karibu na Mgandini. Ukifika ukiuliza Mwakizaro, nauliza mahali pana ukumbi wa Lango la Baraka, pameandikwa Lango la Baraka, basi utafika na utakusanyika na wenzako Jumapili hii pale wakipokea miujiza ya uponyaji wa matatizo mbalimbali, kisukari, pressure, mapepo, majini, sijui siko sel nini, watu wamefunguliwa, umepooza. Mungu atakutendea mambo makubwa kama alivyotendea na wengine. Asante sana mpenzi msikilizaji. Na acha nirudie nambari kwa mara mwisho kwa sababu namba ya mara mwisho mchukue ili msipoteze. Wana michezo tayari wameshakwisha kunigongea hodi hapa kwa ajili ya kipindi cha michezo. Ni 0715 6451
50. Mungu akubariki sana na uwe na usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Basi mpendwa mtazamaji, kupitia kipindi cha Nabii wa Ishara Tanzania live Facebook na YouTube, hivi ndivyo ilivyokuwa siku ya leo, siku ya Ijumaa, live kutoka katika studio za KFM hapa Tanga. Mungu awabariki na tuwasiliane wa Ijumaa inayokuja saa na wakati kama ule ule. Kwaherini na Mungu awabariki sana.